Halo, habari. Karibu kwenye Hematech Service. Hapa tunakuletea huduma za kiteknolojia kwa bei nafuu na kwa weledi, ikiwa ni pamoja na kuchapisha nyaraka, kupiga picha, passport size na vingine vingi. Hapa ni ndani ya Hematech Service, sehemu ambako unajifunza mambo mengi ya duniani, mambo ya teknolojia, maandiko matakatifu, mafundisho ya watoto na vitu vingi kadha wa kadha. Leo tutaenda moja kwa moja kuangalia kitabu cha Ufunuo. Tutachambua kitabu cha Ufunuo katika Biblia. Hiki ni kitabu ambacho kipo kwenye Agano Jipya, ni kitabu cha mwisho kabisa, kitabu cha Ufunuo. Tuangalie muktadha wa kitabu. Mwandishi ni Mtume Yohana. Mtume Yohana ndiye aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Mahali kimeandikiwa wapi kitabu? Hiki kitabu kimeandikiwa katika kisiwa cha Patmo. Madhumuni ya kitabu cha Ufunuo ni kufunua mambo yajayo, kuhimiza waumini kubaki waaminifu na kuonyesha ushindi wa mwisho wa Kristo dhidi ya maovu. Haleluya. Muundo wa kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kipo katika muundo ufuatao. Tukiangalia muundo wa kwanza ni utangulizi na maono ya Yesu Kristo. Tunaangalia katika sura ya kwanza. Yohana ana maono ya Yesu aliye tukufu. Yesu anamwagiza aandike kile atakachooneshwa na kupeleka ujumbe kwa makanisa 7. Huo ni muundo wa kwanza. Na muundo wa pili ni barua kwa makanisa 7 ya Asia ndogo, sura ya 2 hadi ya 3. Yesu anatuma ujumbe kwa makanisa 7: Efeso, Smirna, Pergamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Kila barua inatoa sifa, onyo na ahadi kwa washindi. Haleluya. Tuangalie muundo wa 3. Muundo wa 3 ni maono ya kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo. Hii ni sura ya 4 hadi ya 5. Yohana anaonyeshwa mbinguni ambapo Mungu anatawala. Mwana kondoo Yesu ndiye pekee anayeweza kufungua kitabu chenye mihuri 7. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie muundo wa 4. Muundo wa 4 ni mihuri 7, baragumu 7 na mapigo 7. Hayo yapo katika sura ya 6 hadi ya 16. Mihuri 7 hutoa maafa, njaa, vita na maangamizi. Baragumu 7 huvunja dunia na kutoa onyo kwa wanadamu. Haleluya. Mapigo 7 ni hasira ya Mungu inamwagwa juu ya waasi. Haleluya. Tuangalie muundo wa 5. Muundo wa 5 ni vita kati ya wema na waovu, sura ya 12 hadi ya 14. Taswira ya mwanamke, joka na mtoto. Mwanzo wa mapambano kati ya Kristo na Shetani. Haleluya. Huo ni muundo wa 5. Muundo wa 6 ni hukumu ya Babeli, sura ya 17 hadi ya 18. Babeli, mfano wa mfumo wa dunia wa kishetani, anaangamizwa. Hukumu dhidi ya dini za uongo, biashara za dhuluma na viongozi waovu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie muundo wa 7. Muundo wa 7 ni kurudi kwa Yesu na ushindi wake. Tunaangalia sura ya 19 hadi ya 20 katika kitabu cha Ufunuo. Yesu anarudi akiwa mfalme wa wafalme. Shetani anatupwa kwenye ziwa la moto. Hukumu ya mwisho inafanyika mbele ya kiti kikuu cheupe. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni muundo wa 7. Tuangalie muundo wa 8 katika kitabu cha Ufunuo. Muundo wa 8. Muundo wa 8 ni mbingu mpya na dunia mpya, sura ya 21 hadi ya 22. Hakuna tena machozi, maumivu au kifo. Yerusalemu mpya washuka kutoka mbinguni. Wale waliokombolewa wataishi na Mungu milele. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe mkuu wa kitabu cha Ufunuo: Yesu Kristo anashinda mwishowe. Wema ushinda juu ya uovu. Ujumbe mkuu wa pili: waumini waitwa kuwa waaminifu hata katika mateso. Ujumbe wa 4: ushindi wa milele kwa waaminifu na hukumu kwa waovu. Bwana Yesu asifiwe.
Ujumbe mkuu wa 4 katika kitabu cha Ufunuo: Mungu anatawala kila kitu na historia yote iko mikononi mwake. Mbarikiwe sana. Hapa ni ndani ya Hema Tech Service, sehemu ambako unapata uchambuzi wa makala tofauti ya vitabu, hususan vitabu vya dini, mafundisho ya watoto. Leo nimeanza hivyo na kuchambua kitabu cha Ufunuo, kitabu ambacho kimeandikwa na Mtume Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo. Bwana Yesu asifiwe. Makala inayofuata nitaanza kuelezea kuanzia muhuri wa kwanza hadi muhuri wa mwisho katika kitabu hicho cha Ufunuo. Nikudokezee tu muhuri wa kwanza katika kitabu cha Ufunuo katika sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa pili. Huu ni muhuri wa kwanza wa farasi mweupe. Hiki kitabu cha Ufunuo, hata mchungaji wangu huwa anasema kama hujakisoma vizuri usianze kukihubiria, usikitumie katika kukihubiria, maana ni kitabu cha maono, ni kitabu ambacho kinaoneshwa mambo ya mwisho. Ni Yesu mwenyewe anamuonesha Mtume Yohana mambo ya mwisho. Kwa ni kitabu ambacho kipo katika mafumbo tofauti tofauti. Kwa inatakiwa uwe umekisoma vizuri, umemuomba Roho Mtakatifu amekuongoza vizuri, ndipo utaweza kukichambua hiki kitabu au kukisoma na kukielewa. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana ndani ya Hema Tech Service, teknolojia, ubunifu, vyote hapa.